Karibu tena katika darasa la afya ya uzazi, na leo katika afya ya uzazi tenga dakika 8 tuweze kuangalia tatizo la mirija ya uzazi kuziba. Tutaangalia kwa upana sana tatizo hili ili mradi uweze kupata elimu pana na uweze kufahamu linapotokea kitu gani uweze kufanya. Kwanza, kuziba kwa mirija ya uzazi kwa maana ya blockage of fallopian tubes kunasababishwa na matatizo mbalimbali. Kwanza, inaweza ikawa ni magonjwa hasa maambukizi ya bakteria katika njia yako ya uzazi, ndiyo sababu kuu ya kuweza kupelekea mirija yako iweze kuziba. Bakteria hawa wanapoanza kukushambulia kuanzia ukeni kuelekea ndani katika mfumo wako wa uzazi, inaenda kupelekea moja kwa moja kutengenezeka kwa ute mzito katika mirija ya uzazi. Baadaye sehemu hiyo inaziba kabisa, na hivyo ukienda kupima unaambiwa una tatizo la mirija kuziba. Lakini sababu ya pili ni magonjwa ya zinaa kama gonolea. Wale ambao wameathirika na gonolea au wameumwa gono kwa muda mrefu sana, basi ukienda kupima lazima utakuta una tatizo hili la mirija kuweza kuziba. Na kwa bahati mbaya, gonolea kwa upande wa kina mama huwa halionyeshi dalili mapema. Yaani unapoanza kuona zile dalili za kutokwa na usaha sehemu za siri, unapoenda kupima unaambiwa hili limeshambulia sana hadi mirija yako imeziba. Sasa zipi dalili ukiziona zikupatie picha ya kwamba pengine mirija yangu ya uzazi imeziba? Kwanza ni maumivu ya tumbo chini ya kitovu katika ule upande ambao mrija umeziba. Mrija unaweza ikaziba yote miwili, kwa maana ya upande wa kushoto na kulia, au unaweza ukaziba wa upande mmoja wa kushoto au wa kulia. Sasa unapoona unapata maumivu ya tumbo chini ya kitovu, aidha upande wa kulia au upande wa kushoto, basi hiyo ni dalili ya kwamba pengine mirija yako ya uzazi imeziba. Lakini dalili ya pili ni maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Unapata maumivu makali kama kuna kisu kinakukata hivi kwa ndani ya uke wako. Anza kujiuliza shida iko wapi, na hali ya kuwa ute unapatikana maeneo hayo. Basi kama ute unapatikana na bado unaendelea kupata maumivu hayo, hiyo ni ishara ya kwamba una tatizo la mirija kuziba. Lakini dalili ya tatu ni harufu mbaya kutoka ukeni, kwa sababu mfumo wako kuna sehemu umeziba, kwa hivyo kunatengenezeka harufu ambayo sio ya kawaida, kiasi kwamba hata wewe mwenyewe inakufanya usiwe comfortable unapokuwa na mwenzi wako katika faragha. Kwa hivyo kama unaona kuna harufu mbaya inatoka sehemu hiyo, umetibu matatizo mengine yanayosababisha dalili hiyo, ukaona yamepona, lakini bado hali inaendelea, basi nenda ukapime tatizo hili la mirija ya uzazi kuweza kuziba. Lakini dalili ya 4 ni uchafu kutoka ukeni. Uchafu huu unaweza ukawa na rangi ya kahawia, au unaweza ukawa na rangi ya njano, au unaweza ukawa na rangi ya maziwa mtindi, alafu ni mzito sana. Sasa unapoona unatokwa na uchafu wa namna hii, basi fahamu ya kwamba ziko sababu nyingi au magonjwa mengi ambayo yanakuwa na dalili kama hiyo. Kwenye PID pia unapata changamoto ya kutoka na uchafu wa namna hiyo, lakini kwenye magonjwa ya zinaa kama gonolea pia. Lakini hata wewe ambaye mirija yako ya uzazi imeziba, basi moja ya dalili utakazoziona ni hii ya kutokwa na uchafu ukeni. Lakini dalili ya 5, baadhi huwa wanapata changamoto ya uke kuwa mkavu kupita kiasi. Yaani unakuwa na ukavu ukeni kiasi kwamba hadi ngozi ya ndani ya uke inaanza kuchanika, kama vile mwathirika wa fungus wa muda mrefu. Lakini hapana, haujikuni, bali unapata ukavu wa namna hiyo kiasi kwamba mwenzi wako akikuingilia bila ya kutumia kimiminika, tendo hilo linakuwa halifanyiki kabisa kutokana na maumivu ambayo yanapatikana sehemu hile. Kwa hiyo hii pia ni dalili. Dalili ya 6, hedhi yako kuvurugika. Wengi ambao wanapata changamoto ya mirija ya uzazi kuziba, basi pia wanapata hali ya hedhi kuvurugika. Kwa maana ya mwezi huu unaweza ukaona hedhi,
mwezi ujao usione mara zimekuja ndani ya siku 14 au 8 mwezi mmoja, unaona unaingia mara 2 katika hedhi. Unajiuliza shida ni nini? Hedhi inavurugika kutokana na homoni zako za uzazi wewe mama pia kuweza kuvurugika, na ndio maana unapata hali ya namna hiyo. Na pindi ambapo unaona dalili hii, basi dalili ya 6 ya mirija ya 7 kwa upande wa mirija kuweza kuziba ni kutoshika mimba. Kama hedhi imevurugika basi kushika mimba inakuwa ni kazi, lakini kama mirija imeziba, mbegu hazitaweza kupita kuelekea ndani kwenda kukutana na yai lako wewe mama. Kwa hivyo unaweza ukawa unaingia period vizuri tu, hedhi zako unazipata kama kawaida, lakini mbegu zikimwagwa pale hazina uwezo wa kusafiri kuvuka kwenda kukutana na yai lako wewe mama, ili mradi mimba iweze kutungwa. Kwa hivyo unaweza ukawa unazalisha mayai, period unaingia, lakini mimba ikawa haipatikani. Unajiuliza shida iko wapi? Kwa hivyo kama unaona haushiki ujauzito, nenda kapime kwanza mirija ya uzazi. Kama utaona ina hitilafu, basi kuna namna ya kuweza kutibu tatizo hili. Mirija ya uzazi inatibika kwa njia zote mbili, njia za asili pamoja na njia za hospitali. Kule katika njia za kizungu kuna njia za kusafisha mirija hiyo, inasafishwa kuna utaalamu maalum unafanywa pale, na mwisho wa siku mirija hiyo inakuwa misafi. Lakini kwa upande wa asili huku ziko tiba maalum, dawa nzuri kabisa ambazo unatumia tu za kunywa, na mara baada ya kutumia dawa hizo mirija yako inajisafisha yenyewe, ule uchafu unatoka wote nje, na mwisho wa siku unapata tena uwezo wa kuweza kushiriki tendo la ndoa na kuweza kushika ujauzito kama kawaida. Kwa hivyo kama umetumia njia za hospitali ukaona sasa inatosha, kila ukitumia ukienda kupima tatizo linajulia, hii ipo. Unaweza ukasafishwa leo, baada ya miezi 2 tatizo linarudi tena. Unaanza kujiuliza shida iko wapi? Shida wamesafisha, lakini sababu inayopelekea mirija yako kuweza kuziba bado ipo. Kwa hivyo lazima itibiwe na sababu kwanza. Kama shida ni maambukizi ya bakteria, basi lazima tutibu hiyo bacteria infection, ili mradi uweze kutibu na mirija pia uweze kupona moja kwa moja. Kwa hivyo wewe ambaye una changamoto hii, namba zangu za WhatsApp ziko hapo, njoo utapata utaratibu na namna ya kuweza kupata tiba. Asanteni na usisahau kusubscribe.